Ramadhan ukiwa umefunga. Vile vile Ramadhan ni kuongeza katika yale ambayo kwamba ulikuwa unafanya katika siku za kawaida. Katika Ramadhan tunazidisha kusoma Qur'an, kwa Qur'an iliteremshwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan. Mwenyezi Mungu anatuambia kwamba mwezi wa Ramadhan ni mwezi ambao kwamba tuliteremshiwa ndani yake Qur'an. Na sisi kama Waislamu ambao kwamba tunafunga mwezi wa Ramadhan, tunashiriki katika Ramadhan kwa kuisoma Qur'an. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kila Ramadhan ambayo kwamba alifunga alikuwa anafundishwa Qur'an, anasoma Qur'an na akisomewa na mwalimu wake Jibril alayhi salam. Mpaka ule mwaka wake wa mwisho ambao kwamba alikuwa alifariki Mtume sallallahu alaihi wasallam, Jibril alikuja mara mbili akimsikiza Mtume sallallahu alaihi wasallam ile Qur'an. Kwa hivyo mwenye kufunga moja katika amali ambazo kwamba yafaa awe na bidii nazo katika mwezi wa Ramadhani ni kuisoma Qur'an. Na Qur'ani Mtume sallallahu anasema kwamba itakuja siku ya kiyama shafi'an li ashabihi, ikiwaombea wale ambao kwamba waliokuwa kisoma Qur'ani. Mtu ambaye kwamba alikuwa na mazoea kusoma Qur'ani katika dunia, yaumul qiyama Qur'ani itakuja kutetea mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala madhambi ambayo kwamba ulikuwa ukifanya, lakini Qur'ani ulikuwa unasoma. So Qur'ani itakuja kukuombea msamaha kwa Mwenyezi Mungu kwa kuwa ulikuwa ukisoma Qur'ani katika dunia. Vile vile katika amali ambazo kwamba yafaa Muislamu aongeze na awe na bidii nazo katika mwezi wa Ramadhani, kuwahi swalatul jamaa, kuswali swala ya jamaa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Takbira, yule imamu akipiga takbira Allahu Akbar, na ukuwe nyuma unasema Allahu Akbar. Yani siwe kama masiku ya kawaida tunachelewa katika swala, saa zingine swala zinatupita tunazilipa. Katika Ramadhan tunazidisha. Tulikuwa tuwahi takbiratul ihram, lakini katika Ramadhan tufike mapema tuwahi ile takbiratul ihram pamoja na imam. Na mmoja katika salaf katika waja wema wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa akiwaambia watu kwa kuwahimiza mmoja katika salaf katika watu wema alikuwa akiwahimiza watu akiwaambia kwamba yeye alikuwa anakumbuka katika miaka 40 hajawahi kukosa takbira ihram nyuma ya imam. Yani imam akisema Allahu Akbar na yeye yuko nyuma kwa muda wa miaka 40. Sisi labda ukiambiwa hesabu wiki moja umepata takbira ihram mara ngapi pamoja na imam? Imam akisema Allahu Akbar umekuwa nyuma yake mara ngapi? Kwa wiki moja tu ujaribu kuhesabu, utakuta nyingi umemiss, umechelewa zile rak'at. Kwa hivyo katika amali nzuri utakazofanya katika mwezi wa Ramadhani ni kuwahi ile takbiratul ihram, jamaa ikianza uko nyuma ya imam. Katika amali nzuri pia katika mwezi wa Ramadhani ni mtu kuzidisha katika infaq, kutoa sadaka katika kila siku ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hakika umetoa sadaka. Mtume sallallahu anatuambia kwamba walau bishikki tamra, toa hata kama ni kipande cha tende. Si lazima ukuwe tajiri ndio utoe. Tunakuambia hata kama ni pisi ya tende, ama nunua kaimati moja hapo mpe mwenzako ambaye kwamba amefunga afungue nayo. Hiyo ni swala kwa umehesabiwa katika siku. So katika kila siku ya mwezi wa Ramadhan hakikisha kwamba
umetoa kitu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, umetoa sadaka kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala ubishiki tamra, kiwe kidogo kitakavyokuwa, lakini umetoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika amali nzuri katika mwezi wa Ramadhan ni kama anavyotuambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, la khaira fi kathirin min najwahum, la khaira fi kathirin min najwahum, kwamba hakuna khairi katika maneno mengi ambayo watu wanazungumza, isipokuwa tu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaja maneno matatu ambayo kwamba yana khairi ndani yake. So wewe ambaye kwamba umefunga, hakikisha uko ndani ya moja katika haya maneno. Mdomo wako unazungumza moja katika haya mazungumzo. Wakati unazungumza, wengine tunafunga tunakaa tunazungumza mazungumzo ambayo kwamba hayatutusaidia katika dunia wala katika akhera, na ikizidi sana ni mazungumzo ambayo kwamba yatatupatisha madhambi. Pengine utazungumza umuudhi mwenzako, umuite mwenzako jina ambalo kwamba hapendi kuitwa nalo, umuudhi Muislamu mwenzako. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anasema kwamba la khaira fi kathiri min najwahum illa man amara bisadaqa. Amali moja Mwenyezi Mungu anasema ni amara bisadaqa, kuamrisha ama kukumbusha watu kutoa sadaka. Wakati unazungumza na wenzako, wahimize kutoa sadaka, kutoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au maarufin, au wahimize kufanya vitendo vyema, kufanya mambo ambayo kwamba ni mazuri. Imefika wakati wa swala, watu wameghafilika, wakumbushe watu wakati wa swala umefika. Zungumza mazungumzo ambayo kwamba yatawapeleka watu kufanya vitendo vizuri. Au islahi baina nas. Ama ya tatu Mwenyezi Mungu anasema au iwe mazungumzo yako italeta islahi baina nas, kupatanisha watu ambao kwamba wamegombana. Hiyo mazungumzo yako ni kuwapatanisha watu, sio mazungumzo yako yatazidisha uhasama baina ya watu ambao kwamba wamegombana, wazidi kuwa mbali, wazidi kuwekeana ule uadui. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaja mambo haya ambayo kwamba yanatoka kwenye midomo yetu, ikiwa sikuamrisha watu kutoa sadaka au maarufin, au kuamrisha watu kutenda vitendo vyema, au islahi baina nas, ama mazungumzo yako kama si ya kupatanisha watu, basi ni vizuri unyamaze. Kama anavyotuambia Mtume sallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan au liyasmut. Kama unamwamini Mwenyezi Mungu na unaamini kwamba kuna siku ya kiyama, kuna siku ya hisabu, basi zungumza mazungumzo ya khairi ama unyamaze. Wasukutu salama. Na Waarabu wanakuambia katika kunyamaza kuna amani ndani yake, sio lazima uzungumze. Nyamaza, utapata amani katika nafsi yako, utapata amani ya yaumul qiyama, utapata amani katika dunia. Kwa hivyo hizo ni baadhi ya mambo ambayo kwamba yafaa tuzidishe katika mwezi wa Ramadhani. Kama tulivyosema kwamba Ramadhani ni kujizuia kufanya baadhi ya mambo, kujizuia kutosengenya watu, kujizuia kutokula katika mwezi wa Ramadhani, kujizuia kutoangalia mambo mabaya, kujizuia kuzungumza maneno machafu. Vile vile Ramadhani mbali na kujizuia ni kuongeza katika zile amali nzuri. Baada ya swala kuna sunna, na kabla ya swala kuna sunna ambazo kwamba zinaswaliwa. So tangu Ramadhani ianze, jiulize umeongeza sunna ngapi? Kama wewe ni wa faradhi, swala ikiisha faradhi, imamu akipiga assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, umetoka mbio. Vitu ambavyo kwamba ulikuwa unafanya kabla ya Ramadhani, katika Ramadhani lazima ubadilike. Ndio ile Ramadhani yako hiyo na matunda. Ongeza katika zile ibada. Ikiwa ulikuwa uswali raka 2 baada ya swala za sunna, zile swali, unakuja mapema msikitini, swali tahiyatul masjid raka 2 za kuamkua msikiti. Ukiingia msikitini, Mtume sallallahu anatufunza kwamba idha dakhala ahadukum almasjid falyarka rak'atayn, mmoja wenu anapoingia msikitini basi aswali raka 2 za kuamkua msikiti. Hizi ni katika zile nyongeza ibada ambazo kwamba mtu yafaa ongeze katika mwezi wa Ramadhani. Tuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana.
Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakaha anta waliyuha maulaha birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun, assalamu alaykum walhamdulillahi rabbil alamin. Kisala.